Tutaenda na tenzi kwa ajili ya kukaribisha neno, tenzi za rohoni. Kumi na saba tenzi kwa ajili ya kukaribisha neno. Namwandama Bwana kwa lilo, njia yangu ni ngazi, ikimridhisha atanidumisha, tamini nitiamini. Kwa ajili ya neno. Namwandama Bwana kwa lilo nena, njia yangu ni ngazia, nikimrizi iyo atanidumi, ontamine amine amine uti njia pekee iyo ya furaha kwa Yesu, amini ya amini yote njia pekee iyo ya furaha kwa Yesu, amini amini yote njia pekee ya furaha kwa Yesu, amini. Giza sina kwangu wala tawi, yeye mara uniondoa. Piga makofi basi. Woga wasi iyo sononeko, iyo uamini niki ya amini amini uti yo njia pekee. Piga makofi. Ya furaha kwa Yesu. Piga makofi. Amini amini uti njia pekee ni ya furaha kwa Yesu, amini. Yo masumbuko yote, sikitiko lote, kwa mapenzi unilindia, bazara ziki vivyo ubariki, tamini niti amini amini uti njia pekee ya furaha kwa Yesu, amini 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 uti njia pekee ya furaha kwa Yesu, amini. Iyo mimi sitajua rasa wasa, ila yote Yesu kumpa. Yo napata fadhili na razi kamili, tamini amini amini iyo njia pekee iyo ya furaha kwa Yesu, amini 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 uti njia pekee iyo ya furaha kwa Yesu, niuka iyo nitamfurahia na kumtumaini, majumbani na njia, agizo iyo agizo na tenda, nikitumwa wenda uamini niti amini amini uti njia pekee ya furaha kwa Yesu, amini
amini, hiyo njia pekee ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Eti njia hii ya kusonga ya kwenda uzimani ndogo, ile ya upotevu ni ile ndefu na nene. Tutasimama kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Tutasoma sehemu mbili. Tunasoma Mwanzo sura ya 9:17 kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Mwanzo sura ya 9:17. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafeti, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Amen. Nasoma Torati, Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Nitafute hapa. Tunasoma sura ya 7:1 hadi 3 hapo. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Muhiti na Mgigashi na Mwamori na Mkanaani na Mperizi na Mwivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu nyingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Amen. Tunaomba. Tunakushukuru Baba yetu, Mungu wetu Yesu Kristo. Neno hili limesomwa kwa sababu ya shule, lakini uhai watoka kwako. Nahitaji baraka katika usomi wa neno lako jioni ya leo, ukaweze kutushika Baba, ili kwamba tusiweze kutoroka na kukimbia ujumbe. Jalishi vita viwe namna gani, mapambano iwe makali namna gani, Baba tushikilie mkono ili kwamba tukamalize safari tukiwa na wewe. Kwa jina Yesu Kristo naomba hivyo. Amen. Nawasalimia jioni ya leo na kuwakaribisha katika jina Yesu Kristo. Rudia.
Tunashukuru Mungu tena kwa kutupa hii nafasi kwa ajili ya kusikiliza neno tena jioni ya leo kwa neema yake. Tuna somo yetu hapa ya ndoa mchanganyiko. Sasa nabii wa Mungu ameshatuambia mambo mengi chungu nzima, kusema kwamba wanadamu wote walio hapa duniani wote wana kisima, wana chimbuko moja ambako walikotoka hapa duniani, yani sur le plan charnel, kwa hali ya kimwili sote tumetokana na nani? Na Adamu. Nabii alikwenda kutuambia hivyo. Mtu mmoja tu ndiye ambaye aliwakilisha watu wote hapa duniani, alikuwa ni Adamu, ambaye kulitoka uzao wote. Bwana tusaidie sana. Lakini sasa Adamu alipotoweka, uzao ulibakia. Ilipofika wakati wa Nuhu, Mungu akamwambia Nuhu, nijengee safina. Na kama Mungu alifikia kumwambia Nuhu ajenge safina, ni baada ya kuona watu wanadamu walikuwa wameshaanza kuasi nani? Mungu. Dhambi zikapitiliza, akasema hapana. Kisoma Mwanzo sura ya 6 ndio habari ambazo zinakwenda kuongelewa. Mungu hadi akagairi, akasema, akasikitika kwa nini aliweza kumuumba mwanadamu, na akaona mwanadamu ni mnyama tu kama mnyama mwingine. Bwana tusaidie sana. Sasa wakati Nuhu alipopata hiyo neema, alipopata hiyo fadhili, ndipo akafanya nini? Akatengeneza ile safina. Nabii alisema kwamba alienda anahubiri injili mitaani, anawahubiria watu, njoo tujenge safina, Bwana Mungu amesema tujenge safina, kutakuwa ni mvua itanyesha. Watu waliziaki. Wakati nabii anasema, wakati alipoanza kuita wanyama, na Mungu akamwambia, wewe Nuhu ndo utakayekuwa wa mwisho kuingia kwenye safina, wanyama waanze kuingia. Wanyama wakaanza kuingia ti. Nabii anasema kulikuja watu wa kuziaki walikuwa pale, wanamwambia kwamba eti na ingia humo ukaenda usikie harufu za hao wanyama, mtakufa na uvundo humo. Ndio nabii anavyosema. Nasikia vizuri. Kwa hiyo wakati alipotengeneza safina, ikawa ile safina ina sehemu 3. Yeye Nuhu alienda kaa sehemu ya 3. Ya kwanza aliweka wanyama wa ndege na kadhalika, na ya pili kule kitu kama hicho. Nasikia vizuri. Branamu akaingia habari za neema 3 kuanzia Wesley, kuanzia Luther, Wesley na nani na Pentecost. Wewe mshushe hapo hivyo muone ule vile. Mshushe huko. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunarudilia hapa Torati ama neema pale ambako tuliishia. Nataka turudilia hapa tena ili tupate msingi wetu kwa ajili ya kuendelea siku ya leo tena. Sijui kama muda utaturuhusu, tungeona hata na ukoo wa nabii naye tuone na yeye alikuwa ni kwenye walitoka mababu na mababu wake. Torati na neema ama neema inasema hivi 43 pale ambako tulisoma juzi, tulikwenda tulimalizia hapo. Sasa jambo pekee ambalo sheria ilifanya, kaa vizuri, walijua ya kwamba kibadala kisicho na hatia kilipaswa kufa kwa ajili ya wenye hatia. Sheria hiyo ilianza huko nyuma katika bustani ya Edeni,
Na alafu sasa wangetoa kondoo ama fahali ama kitu fulani na kumchinja, kutupa damu juu ya madhabahu na kadhalika, kwa sababu ilikuwa ni kifuniko au sadaka ya kibadala. Nasikia vizuri, kama kitu tuliongelea juzi, yaani ule utaratibu ambao walikuwa wanaufanya katika hekalu ya zamani au katika hema ya Musa kule, ile damu ilikuwa ni kifuniko tu, lakini singeweza kuondoa dhambi ya ule ambaye amefanya dhambi, kwa sababu damu ya mwanadamu ya mnyama samani haiwezi kuondoa nini? Dhambi za mwanadamu. Ndio nabii hapa anasema, lakini haingeweza kamwe kuondoa dhambi, kwa sababu hakuna nguvu za kutosha katika maisha ya mnyama ya kufanya upatanisho kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, maana maisha ya mwanadamu ni makuu kuliko ya mnyama. Ni kweli. Nabii anasema kwamba Mungu wakati alipoumba vitu alianza vitu vya chini hadi akafika kwa kitu kikubwa kuliko vyote, na ambaye aliumbwa kwa upeo mkubwa kuliko vyote alikuwa ni nani? Alikuwa ni mwanadamu. Tunasikia vizuri? Yaani kisa alianza kuumba machura, manini, samaki, wanyama, vilikuwa ni vitu vya chini, lakini kitu kikubwa kuliko vyote alikuwa ni mwanadamu. Nabii akasema kwa nini aliumba mwanadamu? Ni kwa sababu mwanadamu alikuwa reflet, alikuwa picha halisi ya Mungu wa mbinguni, na ndio maana nabii anasema kwamba Mungu ni mwanaume. Tunasikia vizuri? Nabii anasema Mungu ni mwanaume. Kwa hiyo mwanadamu alipoumbwa hapa Adamu, ilikuwa inaashiria kwamba ndivyo Mungu alivyo vile, kwa sababu Adamu wa Mwanzo 1:26 alikuwa Adamu wa roho, na yeye alikuwa akitembea hapa duniani. Tunasikia vizuri? Naam, ashatufundisha hivyo. Ndio nabii anasema eti kwa sababu hakuna nguvu za kutosha katika maisha ya mnyama ya kufanya upatanisho kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, maana maisha ya mwanadamu ni makuu kuliko ya mnyama. Tunapitia tu kwa sababu tumeshapasoma na kuelezea kwa ndani sana. Sasa sisi hapa tumeketi hapa usiku wa leo, pengine sisi ni Wajerumani, Wairishi, Wahairishi na kadhalika, wengine wetu weusi. Wao haizuru kama wao ni weusi, weupe, wa manjano au rangi yoyote ile. Kutoka kwa mtu mmoja alitoka kila mmoja wetu. Mnaona? Tunasikia vizuri? Sisi sote kuanzia Wasamaria, Wayahudi, mataifa, sisi sote tulitoka kwa nani? Kwa mtu mmoja. Sasa naanza tena hivi, ngoja nielewesha hapa. Kama kisiko afuata interview ule pastere anajiita ni mwalimu wa ujumbe, lakini anachanganyikiwa, haelewi maandiko, kwa sababu mtu kama iko mwalimu hawezi kuweka inspiration, hawezi akaweka uvuvio wake ambao unapinga neno. Tunasikia vizuri? Mimi huwa naitika, wewe unasemaga nguvu. Sasa wale watoto wa Nuhu na Jafet, hao watoto watatu ambao walikuwa wanawakilisha taifa tatu: Wayahudi, Wasamaria, les Samaritains
na bajanti. Bajanti au les nations yote ni mamoja. Sasa nabii anasema hivi, sisi sote na babaki na nanu mwenyewe wote, sie bote tumetoka kwenye ukoo mmoja kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu. Sasa katika kutoka kwetu kwa huyu mtu mmoja ambaye ni Adamu, yeye Mungu mwenyewe ndo alitaka iwe hivyo. Yeye Mungu akaamua kwamba kuwe taifa tatu, na katika hizi taifa tatu pia kuwe na makabila tofauti. Tunasikia vizuri? Wewe acha kelele wewe. Kuna kitu ambacho nataka nionyeshe hapa, kwa sababu niko nataka nisaishe ule venye alisema vya bongo venye haviko hata mneno. Anaenda sema ni vya bongo venye haviko hata eko. Sasa kutoka Adamu nabii anasema uzao ulianzia hapa, kwa sababu ndo Nuhu ambaye alionekana mtu wa haki, Mungu akamuita kwa neema. Sasa nabii anasema hivi, wakati alipokuwa anahubiri ujumbe wa sheria ama neema, alisema yawezekana mwii kusanyiko Wajerumani wamo, watu weusi wamo, wa manjano wamo, nabii anasema weusi, weupe, Wairishi. Nabii anasema au rangi yoyote ile kutoka. Nabii anasema aizuru kama wao ni weusi, weupe, wa manjano au rangi yoyote ile, kutoka kwa mtu mmoja alitoka kila mmoja wetu. Mnaona hiyo imethibitishwa kisayansi. Nabii anasema hivi, sasa baada ya hizi taifa zote, sie mataifa hapa mu mataifa muko Wajerumani weusi, manjano, Wairishi, watu weupe na kadhalika. Hawa ndo wanakonstitue nani? Mataifa. Hawa ndo wanawakilisha mataifa. Tunasikia vizuri? La kitu ambayo iko nataka kusema, hii jamii yote ambayo iko hapa, hizi rasi ambazo ziko hapa zote ziko mujanti au mataifa, tuseme kwa Hamu, kwa sababu nabii alisema Hamu ndo kwenye huko mataifa. Hamu na Jafeti, nabii akasema ni Wayahudi. Nabii alisema kwa Waebrania hivyo, kitu kama hicho. Sasa ijalishi sote tuko mataifa, ijalishi sote tuko muuzao mmoja ambao ni ukoo ama muule mtoto wa Hamu, mtoto wa nani, wa Nuhu ambaye aliitwa Hamu. Haijalishi hivyo, lakini muko rase, muko jamii tofauti kiorigine, kudescendance, sehemu ya kutokea, sote tumetokea pamoja. Hii ambayo nabii anataka kusema hapa ni kuhusu wale watu ambao walikuwa na mawazo ya ubaguzi kwa sababu wana rangi fulani, eti hawako watu, sio watu wa kukaa nao ama wa kuwasaidia. Nafikiri ulisikia hata ile swali ambayo walimuuliza nabii 22. Sawa? Na kwenye nabii anasisitiza kuhusu rangi, hakuna shida kwa sababu sie wote tumetoka sehemu moja. Lakini kwenye swala ambayo ni ngumu na swala ambayo nabii yeye anakataza, Mungu ndani ya nabii anakataza nini? Ndoa. Tunasikia vizuri?
Ndio kile nabii anakataza, au Mungu ndani ya nabii, Roho Mtakatifu alimfunulia nabii kusema kwamba aamini nini? Ndoa mchanganyiko ya wanani, ya mweusi na mzungu, kwa sababu watafanya nini? Watazaa chotara. Ni vitu viwili tofauti. Nasikia sasa, usikie ule daktari wa bongo kisha alifanya, alisema kwamba uone giza alianza kama vile anakubali kabisa, tena kufika kule mbele anageuka, na anasisitiza kweli Branham hakuamini nini? Mariage interracial, ndoa mchanganyiko, mweusi eti aowe mzungu. Nabii alikata, yeye akasema ni kweli, na mimi naamini hivyo kwamba sio vizuri mtu mweusi aowe nani? Mzungu. Na kisa alianza hivyo ndio gisi bana banatambua waalimu wa bongo na wahubiri wa bongo hivi. Sasa kuendelea, akaanza sema sasa lengo la Mungu alilokuwa nataka ni kwamba mweusi aowe mweusi mwenzake, ndio nabii alisema. Lakini sasa katika hao weusi, nabii alisema, je, wote wako weusi? Sasa yeye ule daktari wa bongo anasema eti kwamba mie nikiwa mweusi, sawa, sitaki niowe mwenye iko kama na rangi ya kahawia. Eski ndo nabii alisema? Nabii alisema kwamba huko watu weusi ambao ni watu weusi, lakini ukiangalia rangi zao ni kama weupe, ndio nabii alisema. Je, hawako weusi vile? Hawako watu wa Afrika? Kwa hiyo kama mimi nitakuwa na weusi kama Likala, ndio jinsi alikuwa anamaanisha yeye. Mimi kama nitakuwa na weusi sa Likala, sa hii nguo hivi, kama nitakuwa hivi, niowe dada ambaye au mwanamke ambaye atakuwa eti, ndio kenye Mungu alikuwa anamaanisha hapa, eti mweusi aowe mwingine mweusi. Kwa hiyo mwaba watu weusi mkiwa ambaye iko mweupe, kwa sababu kuko weusi ambao wa Afrika na kama vile tuseme watu wa Ethiopia si wana rangi nyeupe. Nabii anasema kama wale vile, ye ule pastor alikuwa anasema kama ule vile, wewe ukiwa mweusi, frere akiwa mweusi ama mwanaume akiwa mweusi, hawezi akaoa yule mweupe. Eti ndo kitu ambacho Mungu alikuwa anamaanisha. Bongo. Tunasikia vizuri? Nabii alikataza jamii yote ya weusi, wale wote ambao wametokana na damu ya watu weusi wote, haijalishi muzae watoto ambao mtakuwa ambao wana rangi nyeupe, hafai kwenda kuchukua nani? Mzungu. Tunaelewa hapo? Hiyo imethibitishwa kisayansi kwamba unaweza kwenda sehemu yenye giza sana ya Afrika na kumchukua mtu aliye mweusi kuliko wote ambaye ungeweza kumpata, na kama ulikuwa mgonjwa angeweza kukupa nyongeza ya damu. Damu yako ni kama yake kabisa. Au ungeweza kwenda Uchina na kumchukua mtu wa manjano kuliko wote Uchina, naye angeweza kukupa nyongeza ya damu. Unaona? Au mtu wa kahawia kuliko wote aliyeko India anaweza kukupa nyongeza ya damu. Mungu kwa damu moja alifanya mataifa yote, watu wote. Unasikia? Tuisha pasoma hapo. Mimi sitaingia sana huko. Tufungue hapa Yehova Jaire.
au ngoja tusome hii hapa. Nachana kwanza na hiyo, mambo yako mengi tu. Ujumbe wa tarehe 27 mwezi wa 8 61. Ujumbe wa neema tunabia na uwita 219, le message de grâce, ujumbe wa neema. Nabii anasema hivi, ujumbe wa neema tarehe 27 mwezi wa 8 61, aya ya 219. Kulikuwako na mataifa matatu pekee ya watu, na hayo ni watu wa Hamu, Shemu na Jafeti. Unaona, hiyo ni kweli kabisa. Hapo ndipo kwenye Pentekoste ambapo injili iliwaendea Wayahudi, alafu kwa Wasamaria, na kisha kwa mataifa, na kisha kwa Wamataifa. Unaona, watu wa Hamu, Shemu na Yafeti ndiyo hayo mataifa matatu. Sasa kuna mataifa mawili ya hayo yanayomtazamia Masihi, sio sisi wa mataifa. Tulikuwa na rungu mgongoni mwetu, tulikuwa makafiri tukiziabudu sanamu, bali sio Hamu na Shemu. Nasikia vizuri? Bwana mwanaanza fafanua vizuri. Nabii anasema hivi, wakati Yesu alipokuja hapa duniani, na ndio maana ishara ya Masihi hapa duniani ilifanyika mara tatu. Yesu alipokuja vile alitimiza ishara mbili za Masihi, kukawa kunabakia ishara ingine moja kwa ajili ya wanani? Ya mataifa. Nifuate vizuri hapa. Turu ya kwanza, mara ya kwanza Yesu alipoanza kuonyesha ishara ya Masihi ilikuwa wakati alipoenda kwa Nathanaeli. Filipo alipoenda kumpatia taarifa Nathanaeli wakati alikuwa iko bustani kule anaomba. Sawa, ndio nabii anavyosema. Filipo alikuta Nathanaeli alikuwa anaomba pale kwenye bustani. Sasa akamwambia, Bwana, kuna kitu ambacho kimetokea kule. Nathanaeli akasema, inawezekanaje Nazareti kuja kitu cha maana? Maana ule mji wa Nazareti ulikuwa mji ambao una sifa mbaya. Unasikia vizuri? Sasa wakati Filipo alipomwambia, wewe usiseme mengi, njoo wewe mwenyewe ujionee, usikalie kuambiliwa, uje uone wewe peke yako. Na wakati alipokutana na Yesu nabii anakasema kwamba alimkuta Yesu anafanya ibada ya maombi, anawaombea, anaweka watu kwenye mistari ya maombi. Unasikia vizuri? Mstari wa maombi, ligne de priere. Sasa wakati alipofika pale Nathanaeli, Yesu akampambanua nani? Nathanaeli. Eti muone Mwisraeli ambaye ndani yake hamuna ila hata kidogo. Ulijuaje? Akasema, kabla Filipo ajaja kukuambia taarifa, mimi nilikuona ulikuwa chini ya mti ukiomba. Unasikia? Alipambanua hapo. Nabii akasema hiyo ilikuwa ni ishara ya nani? Ya Masihi. Tunasikia vizuri? Yaani katika kila wakati ambao Mungu akifanya jambo, anapotuma neno lake, anapotuma manabii wakubwa, lazima pawe ishara ya Masihi. Sasa kwa mataifa ilikuwa bado haijafanyika, na ndio maana mara ya pili sasa ya Yohana sura ya 4 akaenda kutimiza kwa wanani? Kwa Wasamaria. Salimpambanua yule mwanamke Msamaria.
Ndio nabii hapa anasema kwamba nabii anasema hivi, anasema hapa sasa, kuna mataifa mawili ya hayo yanayomtazamia Masihi, sio sisi wa mataifa. Tulikuwa na rungu mgongoni mwetu, tulikuwa makafiri tukiziabudu sanamu, bali sio Hamu na Shemu. Hamu na Shemu yani Wayahudi na Wasamaria. Bajafeti ndo wanani? Ndo mataifa. Tunasikia vizuri? Mungu kupitia ndani ya Kristo akatimiza ishara ya Masihi kwa Wayahudi na kwa Wasamaria. Mataifa hivyo bado walikuwa wajulikani. Nabii anasema tulikuwa na rungu mgongoni, utumwa wa dhambi, tukiabudu masanamu, hatujue Mungu ni nani. Na ndio maana Nabii anasema Mungu wa kweli ni wa Israeli. Tunasikia vizuri? So tumina to Mungu betwabe champongo bongo. Mungu wa kweli ni wa Israeli. Tunasikia vizuri? Mlikuwa mnaabudu mizimu bila kujua. Tulikuwa makafiri tukiziabudu sanamu, bali sio Hamu na Shemu. Je, hapa alisema tu ni watu wa Afrika? Mataifa yote, kuacha Wasamaria na Wayahudi, wengine wote walikuwa ni wapagani. Sasa kuna lingine sasa. Taifa hilo lingine lilikuwa ni Wasamaria, ambalo lilikuwa nusu Myahudi na nusu mataifa. Nasikia nabii? Wasamaria walikuwa nusu Myahudi, nusu mataifa. Yaani walikuwa na percent ya 50-50. 50 ya Uyahudi na 50 ya mataifa. Hii ilifanyika wapi? Kwenye ndoa mchanganyiko ya Balaamu, fundisho la bongo la Balaamu. Sio kweli? Je, wa Moabu walikuwa Wayahudi? Hapana. So walitokana na kuzaliwa na Lutu na wale mabinti zake. Je, Lutu alikuwa Myahudi? Alikuwa mataifa. So alikuwa mwipo wake wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa Myahudi? Hapana. Alikuwa mataifa. Nimrod alikuwa nani? Mataifa. Tunasikia vizuri? Tunasikia vizuri? Nabii anasema hivi, ambayo ilikuwa nusu Myahudi na nusu mataifa, lililosababishwa na dhambi ya Kora pale, nao wakaanguka. Nao walimwamini Mungu, walikuwa wakimtazamia Masihi. Kwa hiyo Yesu alienda akajionyesha mbele zao. Alikuja kwa Wayahudi, watu wake mwenyewe, bali alikuwa na haja ya kupitia Samaria. Yohana Mtakatifu sura ya 4. Mlipata kuisoma? Naye alikuwa na haja ya kupitia Samaria. Kwa hiyo akafika kwenye mji wa Sikari. Kwa hiyo akawatuma tu wanafunzi wake kununua vyakula, na wakati walipokuwa wameondoka, kama ulipata kuwa kule, ni mandhari nzuri sana, chemichemi, kuna kitu kama pampu ya mji, mahali wanapochotea maji. Mwajua, wanawake wanakuja na kuchukua winchi na kuitelemsha ndoo chini, wanachota maji, wanayaweka kichwani mwao, kama kisi unakuta Maeroshingo kule Kasulu. Walikuwa wanaweka kisima, wanaingiza kama ni bumba mule, wanachota maji, na wenyewe ndio kisha walikuwa wanafanya vile. Na sasa wanawake wenye sifa mbaya, wanawake wabaya, wasingekuja pamoja na wanawake wazuri. Ndio sheria ya Israeli. Kulikuwa masaa ya kwenda kuchota maji ya wabikira, ya wamalaya na wenye wameolewa. Kila watu walikuwa na masaa yao special. Hakuna kuchangiana masaa. Tunasikia vizuri? Sasa huyu alikuja saa 6. Na sasa wanawake wenye sifa mbaya, wanawake wabaya, wasingekuja pamoja na wanawake wazuri. Hawakuwa na uhusiano siku hizo. Mwanamke aliyekuwa mbaya alikaa kwenye kundi lake mwenyewe.
Sivyo ilivyo leo, wote wako pamoja, bali wana nini tu, lakini wao ni kama tu kudonoa katikati ya yai, unalifanya lote taa nyekundu. Unaona? Kwa hiyo basi wao, kwa hiyo wanajaza hii dot dot. Unasikia huko? Leo tena hakuna kutambua, hautajua malaya ni nani, hautajua mwenye iko sawa ni nani. Wanachangamana, ni kama kudonoa kwenye yai. Mwanamke mwenye sifa mbaya alitokea huko nje kama 5:30 ama 6 kasorobo. Nasikia nabii anavyomalizia wewe 5:30 au 5 au 6 kasorobo. Naona ndo saa ambazo ule mama Msamaria alikuja, anaenda kushota maji, akafika pale kisimani, kwenye kisima cha Yakobo. Yapata wakati huu mchana alikuja akitembea pale kuchota ndoo ya maji, naye akaachilia, akaweka nini, ninaweza kumuona akiweka maskini Excel hapa ya winchi, akitumbukiza kisimani kuchota ndoo ya maji. Branham anaanza muona moja kwa moja, anaanza muona. Na yapata tu wakati alipoanza kuivuta juu, alimsikia mtu fulani akisema, mwanamke, nipe maji ninywe. Naye akaangalia hapo, na huyo naye akaangalia hapo, na huyo hapo Myahudi. Sasa hawakuwa na uhusiano wowote mmoja kwa mwingine. Nasikia vizuri? Je, Yesu alikuwa Myahudi? Yesu alikuwa Myahudi? Alikuwa Myahudi? Aje, babake ni nani? Branham alisema hana baba yeye. Yesu hakuwa na baba. Yesu hakuwa Myahudi. Tunasikia nabii alisema kwamba sisi tumeokolewa kwa damu ya Mungu mwenyewe, sio damu ya Myahudi wala mataifa. Sawa? Hii yenye nabii anasema kwamba hapo wakati alipoangalia hivi akamuona Myahudi anakuja, hamaanishi kwamba Yesu alikuwa Myahudi. Anamaanisha ule mwili ambao ulitengenezwa mtumbo ya nani? Ya Mariamu, ukawa na rangi ya wanani? Ya Wayahudi. Unasikia vizuri? Mwili. Mwanamke, nipe maji ninywe. Naye akaangalia hapo, na huyo hapo Myahudi. Sasa hawakuwa na uhusiano wowote mmoja kwa mwingine, walikuwa wametengana, kama ilivyokuwa miaka ya nyuma kule, watu weusi na watu weupe kutokuelewana, ubaguzi wa rangi. Na wenyewe ndio walivyokuwa kule kipindi kile. Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawaendani. Tunasikia vizuri? Mwanamume wa makamu, yeye alikuwa na umri wa kama miaka 30, lakini Biblia ilisema alionekana ni wa miaka 50. Najua hilo. Alisema, unasema ya kwamba ulimuona Ibrahimu na wewe ni mtu asiyezidi umri wa miaka 50. Yeye alikuwa na umri wa miaka 30 tu. Naona kasema, nadhani huduma yake ilimsumbua sana. Kwa hiyo akasema, unasema ya kwamba umemwona Ibrahimu, sasa tunajua ya kwamba wewe una pepo. Wakati walimwambia huko 226 inasema hivi. Akasema ule mwanamke, si desturi, tuna ubaguzi hapa kama waliokuwa nao huko kusini, watu weusi na wazungu. Unasikia Branham? Kusini kule kwao kwa ndugu Branham, Kentucky kule Jeffersonville kule, wabaguzi wa rangi sana kule. Na wenyewe ndio kisi walivyokuwa Wayahudi na Wasamaria. Ndio angalia huko. Sitaki michezo. Kama nabii anasema tuna ubaguzi hapa kama waliokuwa nao huko kusini, watu weusi na wazungu. Mnaona?
Yeye alisema tuna ubaguzi hapa, sio desturi wewe kuniomba wewe Myahudi kuniomba wewe mwanamke Msamaria kutoa fadhili yoyote chochote kile. Hatuna ushirikiano sisi kwa sisi. Nasikia alimwambia yule mwanamke, alikuwa ni maskini mwanamke kahaba, mwajua. Kwa hiyo labda ni mwanamke mrembo. Nasikia nabii anavyosema, alikuwa namuona ni mrembo, alikuwa ni mrembo, naye alikuwa amesimama pale, labda nywele zake za kipilipili zimening'inia usoni mwake. Sanamu. Nasikia nabii anavyodekrire huyo mama. Eti labda nywele zake za kipilipili zimening'inia usoni mwake, mwajua, naye alikuwa nje usiku kucha, na kwa hiyo alisema, naye akasema, si kawaida kwako kuniomba mimi mwanamke Msamaria kitu kama hicho. Akasema, mwanamke, kama ulijua ni nani aliyekuwa akisema nawe na ulijua ni nani ulikuwa ukisema naye, ungeniomba maji unywe. Yesu ndo alimjibia hivyo, huyo ni Masihi jana. Unaona, ungeniomba maji unywe, ningekupa maji, usije hapa kuchota. Mbona akasema, kisima ni kirefu, wala una kitu cha kuchotea, utanipaje maji? Utanipaje maji yoyote? Kasema, baba yetu Yakobo. Nasikia huko baba yao, ilibidi Yesu aje atimize tena ile ishara ya Masihi kwa wao, kwa sababu wote walikuwa wanachangia ukoo huu, walikuwa wanajitenga tu, kwa sababu walikuwa na pourcentage ya wanane ya Wayahudi, walikuwa na haki. Tunaona aliita baba yao nani? Baba yao Yakobo. Tuasikie, si Yakobo ndo akaitwa Israeli, si ndio hivyo? Bali alimuita Yakobo baba yake. Nabii asema, unaona, yeye alikuwa ni Msamaria, bali alimuita Yakobo baba yake pia. Baba yetu Yakobo alikinywea kisima hiki ng'ombe wake, familia yake, na hata hivyo unasema una maji mazuri kuliko haya? Kasema, ninyi mnasema kuabudu. Wewe ukiwa ni Myahudi mnasema Yerusalemu, sisi tunasema katika mlima huu. Wasamaria wao walikuwa wanaenda kuabudia wapi? Milimani. Tandike Wayahudi Yerusalemu. Akasema, mwanamke, wakati unakuja na sasa upo, wakati ibada za kweli ataabudiwa Mungu katika roho, maana Mungu ni roho. Unaona, Baba anawatafuta kama hao kufanya hivi. Yeye alikuwa akifanya, nabii anasema, yeye alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiongea naye apate kuwasiliana na roho yake. Yale yote mazungumzo Yesu alikuwa anataka amvute, angalie, anaenda anamdiscerni ili afike kwenye timbuko ya kumgusa sasa, ili apate kujua kwamba ile ishara yenye itamgundua kama yeye ni nani, aelewe kama si mtu wa kawaida pale. Sasa kumbukeni, yeye hana budi kuwa ni Masihi mbele zao wa Samaria, na moja kwa moja akapata shida yake. Ni wangapi wanajua ilikuwa ni nini? Hakika yeye alikuwa akiishi na mume wake wa sita. Unasikia vizuri eh? Mwanamke Msamaria alikuwa anaishi na mume wake wangapi? Wa sita. Sawa. Sasa ilibidi kuja mwanaume wa saba. Sikia mafunuo. Kwa hiyo unaona ni makosa wakati una mume aliye hai. Nasikia nabii anavyosema. Nabii tena nakondanea hapa. Ni makosa kwenda nje ya ndoa. Ukiwa na mwanamume wako ambaye iko hai, haupasi kwenda nje ya ndoa kama gisi huyu mwanamke alivyokuwa Msamaria. Kwa hiyo unaona ni makosa wakati una mume aliye hai, yuko ndani na kadhalika na kutoka, na kwa kila sababu tu kumwacha mwanamke na kumuoa. Samahani. Unasikia nabii?
Leo watu wanaanza divorce bila sababu. Tangu mimi na wewe, tangu leo mimi tunaisha, mimi na wewe dada hatuelewani. Vinaisha. Nabii anasema na kwa kila sababu tu kumwacha mwanamke na kumuoa, kisha kwenda kuoa mwingine, kuoa mwingine, kuoa mwingine. Nabii anasema hupaswi kufanya hivyo. Nasikia? Hupaswi kufanya hivyo. Ni kinyume ya neno. Sasa ngoja nidhibitisha hapa sasa. Huyu Melkisedeki ni nani? Huyu Melkisedeki ni nani? Tarehe 21 mwezi wa pili na 65. Ngoja niangalia hapa paragrafu 21. Okay. Nataka nithibitishe tena iwazo ya huyu mama Msamaria. Usikie kama nasie tuko na ishara ya Masihi kwa wakati huu wa mwisho kwa mataifa. 143. Huyu Melkisedeki ni nani? Tazama tena, kulikuwako na mataifa matatu tu ya watu. Haya yote tunarudilia tu angalau tupate wazo nzuri ambalo nabii analisema, tuwe na udhibitisho kamili. Dogo, angalia huko, nilikwambia mwana, angalia huko. Mmenisikia mimi nikisema nilikuwa mtenganishaji. Ndivyo Wakristo wote ni watenganishaji. Unasikia? Segregationniste. Un chrétien c'est un ségrégationniste. Ni mtenganishaji. Unasikia? Usikie maana yenye nabii anasema ya kutenganisha hapa. Pana ile yule pastor anasema ya bongo bongo eti ya ovyo ovyo. Na ndio maana nabii alihubiri utengano mkamilifu na kutokuamini. Neno la Mungu linahitaji mtengano mkamilifu na kutokuamini. Nabii anasema hivi, nilikuwa mtenganishaji. Ndivyo Wakristo wote ni watenganishaji. Unasikia? Virgil, si watenganishaji wa rangi. Unasikia huko? Sio wabaguzi wa rangi. Lakini Mkristo ni wa kwanza kuwa mbaguzi. Wa nini? Wa dhambi. Tunasikia vizuri? Hata mkanisa, dada kama aishi neno la Mungu, usiwe na urafiki naye. Unajitenga, kutokuamini iko tu kwa wapagani na mkanisa. Nabii anasema Wakristo wote ni watenganishaji. Nabii anasema si watenganishaji wa rangi, bali watenganishaji wa roho. Unasikia? Rangi ya mtu haifai kitu. Yeye ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa, bali Mkristo, Mungu alisema jitengeni, tokeni kati yao na kadhalika. Yeye ni mtenganishaji wa uchafu kati ya kweli na uongo. Naanza sikia maana ya kutenganisha. Bali tazama, walikuwa na ubaguzi wakati huo, ubaguzi wa rangi ambao ni wa Samaria.
Kuna mataifa matatu ya watu duniani, iwapo tunaamini Biblia. Nabii anasema kama unaamini Biblia, huko taifa hizi tatu. Hao ni watu wa Hamu, Shemu na Jafeti. Hao ni wale wana watatu wa Nuhu. Sote tulitoka hapo. Nasikia nabii Branham anathibitisha vile vile hadi 65. Naam, hiyo inaturudisha sote kwa Adamu, ambayo inatufanya sote ndugu. Sote ni ndugu, Muhindi, mzungu, wa rangi yoyote, Mchina, ni nani? Ni ndugu yangu. Tunasikia vizuri? Hakuna ubaguzi hapo. Kuhusu ubaguzi wa rangi, Mkristo hapaswi kuwa na ubaguzi wa rangi, lakini katika ulimwengu wa roho, Mkristo yeye ni mbaguaji, ni mbaguzi. Kwa nini? Kwa kweli na uongo. Tunasikia vizuri? Ni mbaguzi wa kweli na uongo, anachambua. Nabii anasema, Biblia ilisema kwa damu moja Mungu aliumba mataifa yote, sote ni ndugu kwa damu ile. Mtu mweusi anaweza kumpa mzungu damu na kadhalika. Mzungu anaweza kumpa Mjapani. Unaona kisa anaenda na anasema mataifa ambayo iko tofauti Uelewe vizuri. Haiko eti mzungu kwa sababu mtu iko mzungu ana rangi nyeupe eti enda awe mwingine mzungu. Hapana. Mtu mweusi. Nabii anasema mtu mweusi anaweza akapatia nani? Mzungu. Hao wazungu tuliona ni wanani? Wa Anglo-Saxon. 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 Anaweza mpa nani? Mzungu damu, anaweza mweke transfusion de sang. Nabii anasema Mjapani. Mjapani ndo kuko bana Wachina bote, ndo bana rangi moja hapo. Wachini hawa wanaweza wakampa hata mzungu nani? Kumwekea nini? Damu. Hawa wote hawa, haijalishi wana rangi tofauti, lakini kwenye swala ya damu inafanyika, kwa sababu jamii yote ya wanadamu wana damu hii tofauti na wanyama. Wanyama ndio wako na damu tofauti, si ndio? Nabii alisema damu yao iko baridi. Na simba, ukienda simba na mbuzi wako na damu tofauti, hazifanani. Pusi na sungura, sawa, damu tofauti. Mbwa na nyama nyingine tofauti. Branham akasema na samaki nayo iko na damu, si ndio? Alisema hapo. Nabii anasema hivi, kwa damu moja ambayo tuliumbwa na nani? Na Mungu. Mungu aliumba mataifa yote kwa damu yake hii moja. Sote ni ndugu kwa damu ile. Mtu mweusi anaweza kumpa mzungu damu na kadhalika. Mungu anaweza kumpa mzungu anaweza kumpa Mjapani, mtu manjano au Muhindi, Mende, enendie, mtu mwekundu au yeyote yule, au dot ama yeyote, na Myahudi unaweza mpatia nini? Kwa sababu sisi wote tuna damu hii ambayo ilitoka kwa nani? Kwa Mungu. Hii iko tofauti na rangi. Angeweza kumpa damu kwa kuwa sote tuna damu moja. Sikia sasa, rangi ya ngozi yetu tunakoishi haifai kitu, bali tunapotenganishwa ndipo tunapotoka ulimwenguni, kama alivyowapandisha Waisraeli kutoka Misri. Hapo ndipo tunapotenganishwa na mambo ya ulimwengu. Unaona, nabii kisha anafafanua vizuri sasa, kama jinsi Israeli ilipotoka Misri, mfano wa nini? Wa ulimwengu. Kanisa linatoka, si ndio maana ya kutoka? Si ndio maana ya kanisa? Walioitwa kutoka.
Sasa tukiingia kwa ulimwengu wa roho, na sisi tukishakuwa Wakristo tunatoka kwenye mambo ya ulimwengu, tunaingia kwenye mambo ya kiroho. Yaani tunakuwa na utengano kati ya uongo na kweli. Tunaacha uongo, tunaingia kwenye kweli ambao ni neno la Mungu. Unasikia vizuri? Sema nabii wa sawa sawa na Waisraeli walivyotoka wapi? Misri. Kwa sababu Misri kiroho inamaanisha ulimwengu, na Waisraeli walipotoka ndo wakaitwa nani? Kanisa. Nabii anasema sasa kulikuwako watu wa Hamu, Shemu na Yafeti. Sikia hapa. Na kama tunaweza kufuatilia vizazi kule nyuma, tungeona wa Anglo-Saxon kule walikotoka. Basi hao walikuwa Wayahudi wa Samaria ambao walikuwa nusu Wayahudi na mataifa, walioana na mataifa kwa ujanja wa Balaamu na wa Moabu. Nasikia nabii? Kwa ujanja wa nani? Wa Balaamu. Yaani Wayahudi walienda kuanguka na wanani? Na wa Moabu. Si ndio walifanya ile sherehe? Je, Mungu aliua wa Moabu? Wakati aliua wale wenye walijichanganya na wa Moabu? Hapana. Aliua tu Waisraeli. Si wao ndio walikuwa wanapewa masharti wasioane? Si ndio tulisoma Kumbukumbu hapa? Usichanganye na Wayebusi na kadhalika, zile taifa saba, maana wao wana nguvu kukuzidi. Mwenye atawamalizia ni mimi mwenyewe Mungu. Na usikubali binti yako aolewe na Moabu, ama kijana wako afanye nini? Aowe Moabu, kwa sababu akifanya hivyo watakengeuka na wataniacha mie Mungu wao. Ndio tulisoma hapa Kumbukumbu la Torati. Unasikia vizuri? Ndio kwenye kulitokea chokonono. Walikuwa wa Samaria na walikuwa Wayahudi na mataifa. Sisi wa Anglo-Saxon hatukuhusika, hatukuamini Masihi yeyote ama chochote kile, hatukutarajia yeyote, tuliingizwa baadaye. Yesu alikuja kwake, nao walio wake hawakumpokea, naye akawaambia wanafunzi wake, katika njia ya mataifa msiende, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akawaendea tu kondoo waliopotea wa Israeli. Na tazama, yeye alijidhihirisha mwenyewe kama mwana wa Adamu mbele za Wayahudi, wakamkataa. Basi Wasamaria ambao ni nusu Wayahudi na nusu mataifa waliamini pia, na walikuwa wakimtazamia nani? Masihi. Hatukumtazamia, tulikuwa makafiri wenye rungu mgongoni, wenye kuabudu sanamu, mataifa. Nabii tena nairudilia vile vile. Sasa kunatakiwa sasa ishara nyingine ya tatu, kwa sababu Mungu anakamilika katika utatu. Tulisemaga tena siku za nyuma hii. Mungu alitimiza ya kwanza kwa Wayahudi kama mwana wa Adamu, wakamkataa. Kufika kwa Samaria wakampokea. Kukaa kunabakia mara hii mara moja, ambayo sasa ilikuwa inatakiwa ifanyike kwa nani? Kwa mataifa. Je, ishara hiyo ya mwana wa Adamu ishafanyika? Nabii anasema bali sasa siku moja, Mathayo ukisoma Yohana Mtakatifu, alikuwa hana budi kupitia Samaria akielekea Yeriko, bali akazungumza Samaria. Na alipokuwa akienda kule, akaketi kwenye kisima nje ya mji uitwao Sikari. Na kisima kile, iwapo umewahi kuwa pale, ni mahali padogo panavutia kama hapa hivi, na mna chemchemi ya umma pale, maji ambapo walikuja wote, na wanawake huja asubuhi wakachota nyungu za maji, wakaziweka vichwani mwao, na moja kwenye kila kiweo, na kutembea wima iwezekanavyo bila kumwaga hata tone, huku wakizungumzana. Kwa hivyo wale watu huja kule. Nasikia nabii 156 tunaruka.
Nabii anamaliza hapa sasa, anakuja kufafanua sasa. 156. Naam, tumekwisha kuwa na miaka 2000 ya mafundisho. Unasikia? Nabii, hizi revelation hizi. Tumekuwa na miaka 2000 ya nini? Ya mafundisho. Ya mafundisho. Si ni kweli? Tulisoma wakati tulikuwa na somo ile ya baragumu hapa na ambayo tuko nayo. Nabii alituambia huko pepo ambao walikuwa wanafungwa kwenye mto Frati laki ngapi? 200,000. Sawa? Hawa pepo wakafunguliwa kwenye mto Frati. Nabii alisema ilikuwa kupla ya siasa ya vita. Na akasema tena kiroho, Roho Mtakatifu alifungwa karibia miaka 2000 katika makanisa ya madhehebu. Le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel pendant 2000 ans. Ndio nabii anasema. Huku ilikuwa hii ilikuwa inafanyika kimwili. Ya hawa farasi 200,000 ambao waliingia ndani ya Hitler ambao tulivyosoma kwa ajili ya kuua Wayahudi, na huku kukanisa nako Roho Mtakatifu akawa amefungwa asitende kazi mkanisa ya Mungu aliye hai kwa sababu ya maitikadi mafundisho ya masharti ambayo iko kinyume na neno. Sasa nabii anasema hivi. Sasa nabii anasema sasa, naam, tumekwisha kuwa na miaka 2000 ya mafundisho yakipitia kwa kanisa Katoliki la Kirumi. Unasikia Branham? Unasikia sasa fleuve Efrate, mto Efrate ambao Roho Mtakatifu alikuwa amefungwa miaka 2000. Banani walikuwa nafunga Roho Mtakatifu? Bakatolika. Tunasikia vizuri hizo ufunuo. Eti tumekwisha kuwa na miaka 2000 ya mafundisho yakipitia kwa kanisa Katoliki la Kirumi baada ya wale mitume. Baada ya mitume kuondoka, ndipo yakapitia kwa Katoliki ya Kirumi, wa Yunani na kadhalika, hata kwa wakati wa Luther na Wesley. Wowote wale madhehebu 900 mbali kote walikuwa wakifundisha katika nyakati hizi zote. Sasa yeye aliahidi kwamba kabla tu ule wakati wa mwisho haujawadia, ile picha ya Sodoma na Gomora tena, kama ilivyokuwa siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho ujapo. Mwana wa Adamu atajifunua tena. Unasikia vizuri? Baada ya nyakati zote za madhehebu kupita, kulingana sasa na ahadi ya mataifa, kulingana na Luka 17:30, itabidi tena mwana wa Adamu aje duniani kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Mwana wa Adamu atajifunua tena. Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi, neno la kumtaja mtu, mimi yani pronom personnel, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata utimilivu mwisho wa dahari. Nitakuwa pamoja nanyi. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ilikuwa imebakia nafasi moja kwa mataifa. Sasa ishara nyingine ambayo Mungu alikuja kuifanya kwa wakati wetu sasa ni baada ya kuja kukopa mwili wa ndugu Branham. Tunasikia vizuri? Mungu sasa, Yesu Kristo akaja kudhibitisha au kudhihirisha huduma ya mwana wa Adamu ndani ya nani? Ndani ya Branham. Tunasikia vizuri? Kwa sababu mwana wa Adamu kwa maneno mengine ni nabii,
Fils de l'homme, mwana wa Adamu, maana yake ni nabii, kumaanisha kwamba Mungu tena kwa wakati huu anachukua mwili mwingine kwa ajili ya kutimiza ile ahadi ambayo alikuwa ameiacha kwa Wasamaria. Alitimiza Wayahudi na Wasamaria, ilibidi sasa aje sasa kufanya nini? Kutimiza kwa mataifa. Na ndio maana nabii alikuwa akiombea watu. Sasa anasema hivi, tunaona huko hapa anakuwa anaongea na dada mwingine pale, anasema mimi niko mzungu huko na ni tofauti. Na hii picha ambayo tuko nayo hapa ni kama Yesu alivyokuwa kwenye kisima na yule mama Msamaria. Anaanza mdiscerne sasa, wewe ulitoka sehemu fulani, kama jinsi Mungu alivyokuwa anafanya wapi kipindi cha nyuma wakati alipokuwa ndani ya Kristo, na jinsi alivyofanya kwa Nathanaeli na alipofanya kwa yule nani, kwa yule mama Msamaria. Unasikia vizuri? Tuko pamoja? Ngoja nikupasomea kuona nabii anavyosema. Nabii hapa anasema, ngoja nitafute ujumbe hapa. Pole pole pita kule. Na nilikuwa naisoma hapa mimi. Basi iende hivyo, sipoteze muda. Niangalia msosante hapa, tumalizia hapa. Ngoja niangalia hapa. Muhuri wa kwanza, ngoja nidhibitishe ile ambayo
Nilisema siku ile ile ambayo ilitoa utofauti kati ya prescience na volonte ya Mungu kulingana na Yohana 3:16. Muhuri wa kwanza hapa nabii anasema 59. Okay. Nabii anasema hivi: basi mwanakondoo katika wakati wa upatanisho hapa nyuma, yeye alijua ya kwamba kulikuwako na majina ndani humo yaliyowekwa ndani humo tangu kuwekwa misingi ya dunia. Unasikia huko Na mradi majina hayo hayajadhihirishwa duniani bado, ilimbidi yeye kukaa hapo kama mpatanishi. Mnaelewa? Kusanyiko inasema amina. Kuchaguliwa tangu zamani kikamilifu. Unaona vema, ilimbidi kukaa pale kwa sababu yeye alikuja kuwafia wale ambao Mungu aliwakusudia uzima wa milele. Nasikia nabii anasema Yesu alipokuja hapa duniani kufa pale msalabani, alikuwa na kusudi hii moja, kufia wale ambao walikusudiwa. Yeye alikuja kuwafia wale ambao Mungu aliwakusudia uzima wa milele. Nasikia hii inafafanua ile ambayo inasema kwamba yeyote anayeamini kwamba ndo mwenye iko na baraka, mwenye anaamini Yesu Kristo. Sasa hapa nabii anafafanua vizuri kusema kwamba sio yoyote ambaye Yesu alikuja kufilia eti kwamba ndo mwenye atakuwa na uzima wa milele. Hapana. Sikia, mnaona kwa kujua kwake tangu zamani, ndo prescience hii. Yeye aliwaona, si kwa mapenzi yake mwenyewe. Mapenzi yake yalikuwa kwamba hata mmoja asipotee. Unasikia? Ndio ile Yohana 3:16, kama jinsi hivi Mungu alivyoupenda ulimwengu na akatoa mwana wake wa pekee, ili amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nasikia nabii? Hiyo ilikuwa ni volonte, ni mapenzi, ni utashi. Ulikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu yeyote asifanye nini? Asipotee. Ndio hapa anasema hapa, kwa kujua kwake tangu zamani yeye aliwaona, si kwa mapenzi yake mwenyewe. Mapenzi yake yalikuwa kwamba, si ndio volonte? Mapenzi yake yalikuwa kwamba hata mmoja asipotee, lakini kwa kujua kwake tangu zamani yeye aliwajua wale ambao wangepotea na wale ambao hawangepotea. Nasikia? Kwa kujua tangu zamani yeye Mungu alikuwa shajua nani ambaye atapotea, hata aamini Yesu. Tunasikia vizuri? Kuamini Yesu hakuyamaanisha kama uko mteule. Tumalize jumbe ya mwisho hapa, tarehe 25 mwezi wa 9 57. Maswali na majibu juu ya Waebrania sehemu ya kwanza 112.
112 tunamalizia hapo, kisha ndo tutakuja kuangalia sasa na ukoo wa nabii naye, alafu ndo tutaingia sasa kwenye ndoa mchanganyiko. Sasa tuone nabii anavyokwenda kusema. 112 inasema hivi, sehemu ya kwanza, maswali na majibu juu ya Ibrania. Sasa hebu nipate kitu fulani hapa, niwaonyesheni jambo fulani dogo, ili msisahau yale ambayo tushasoma. Tunarudilia tu kwa jumbe zingine tu kudhibitisha kile nabii anavyosema. Nitawaonyesha mfano mdogo, nitaweka ni vizazi vingapi, mataifa mangapi yaliyoko ulimwenguni? Kunayo matatu: watu wa Hamu, Shemu na Yafeti. Wangapi wajua hayo? Tunatoka kwa hao wana watatu wa Nuhu: watu wa Hamu, watu wa Shemu. Watu wa Yafeti ni wa Anglo-Saxon. Nasikia hapa nabii alikuwa anamaanisha hao wa Anglo-Saxon, si ndo wazungu, kwa kumaanisha kama vile tu ni mataifa. Watu wa Yafeti ni wa Anglo-Saxon, watu wa Shemu ni vizazi vitatu hivyo, ni Wayahudi mataifa na walio nusu Wayahudi na nusu mataifa, yaani wanani? Wa Samaria. Sasa chunguza, wakati hao na huyu ni Hamu, Shemu, Hamu na Yafeti. Hamu. Na Bwana abariki hao machache. Tumemaliza. Kipata nafasi tena tunagusa kidogo habari za nabii, ukoo wake, naye tuangalie kwenye alitokea, familia yake ilikuwa wapi, wanani, kwa sababu watu wako wanachanganya haya mambo sana na kuhubiria watu vya uongo kuliko kuambia watu ukweli. Lakini baada ya hapo hivyo hadi hapo hakuna shida, si vinaeleweka tu. Sio hata vigumu. Tasimama.